Asante kwa wewe ambaye uko mahali hapa sahihi, lakini pia asante na wewe ambaye unafuatilia kwa njia ya mtandao. Nyote Mungu abariki sana. Ninaomba tuendelee pale tuliishia jana kuangalia somo letu zuri la utendaji kazi wa Roho Mtakatifu kwa undani. Tunaangalia utendaji kazi wa Roho Mtakatifu kwa undani. Na jana niliweka utangulizi, tuliangalia utangulizi wa somo hili, na leo tutapiga tena hatua kidogo, na kesho tutakuwa tukimalizia somo letu hili la utendaji kazi wa Roho Mtakatifu katika maisha ya mwanadamu. Leo katika kuliendeleza somo hili tutajikita sana katika kuangalia hatua za utendaji kazi wa Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Ni hatua gani ambazo Roho Mtakatifu anazipitia, au ni hatua zipi ambazo mtu anapitia ili Roho Mtakatifu aweze kufanya kazi au kutenda kazi ndani yake? Na katika kuziangalia hatua hizi tutaangalia kanuni yake, na kanuni yake tunaipata katika maandiko. Kanuni ya utendaji kazi wa Roho Mtakatifu tunaipata katika maandiko, na tunajifunza kwamba Roho Mtakatifu anapotenda kazi katika maisha ya mtu, kanuni ya kwanza ni kwamba Roho Mtakatifu anakuja juu ya mtu huyo. Kusoma maandiko matakatifu katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 na ule mstari wa 8. Unaposoma maandiko yanasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata miisho ya nchi. Haya yalikuwa ni maneno Yesu alikuwa anatamka baada ya kufufuka, akakaa na wanafunzi wake akiwa anawaimarisha. Sasa baada ya kuwaimarisha ndani ya siku 40, baada ya Yesu kufufuka alikaa na wanafunzi wake siku 40 akiwa anawaimarisha. Ile siku ya mwisho, siku ya 40, ndio akawa anaagana nao kwenye ule mlima wa Mizeituni. Sasa ndio akawaambia, lakini hapo alikuwa anawaaga, anawapa maagizo, anawaachia kazi ya kufanya. Sasa akawaambia kabla hawajaanza kufanya ile kazi amewakabidhi na amewaachia, na kazi hiyo ilikuwa ni kazi ya kuyasema yale yote waliomuona akifanya, zile kazi ambazo Yesu alikuwa amezifanya kwa miaka ile 33. Ndio kazi ambayo alikuwa anawaachia wanafunzi wake ili waiendeleze na kuwaambia wengine. Sasa akawaambia kabla hamjaanza kufanya, mnatakiwa kupokea nguvu. Hiyo ni power. Na hivi ndivyo ilivyo kwamba mtu kabla hajafanya kitu chochote anahitaji nguvu. Anaweza akahitaji nguvu ya maarifa, akahitaji nguvu ya fedha, akahitaji nguvu ya kimwili, lakini ili kufanya jambo lolote lazima uwe na nguvu. Sasa Yesu akawaambia wanafunzi wake, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata miisho ya nchi. Sasa katika mstari huu tunaona kanuni ya utendaji kazi wa Roho Mtakatifu ilivyo, kwamba ili Roho Mtakatifu aweze kutenda kazi katika maisha ya mtu, kanuni ni kwamba Roho Mtakatifu anakuja juu ya huyo mtu. Sio kwamba huyo mtu anaenda ndani ya Roho Mtakatifu, ni Roho Mtakatifu anakuja juu ya huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kanuni hiyo unaiona tena ukisoma kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 1 na ule mstari wa 35. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Ilikuwa ni wakati Bikira Mariam anapokea taarifa
za kwamba atamzaa Yesu Kristo. Wakati ule Yesu anakuja duniani kwa ajili ya kazi maalum ya kumkomboa mwanadamu. Bikira Mariamu anapewa taarifa na malaika Gabriel. Anamwambia, salamu uliyepewa neema, Bwana yu nawe. Pale kulikuwa na conversation. Sasa conversation ile ilikuwa msingi wake umejengwa kwenye Mariamu kutaka kuelewa kwamba mambo haya yatafanyikaje. Mambo haya yatafanyikaje? Akawa haelewi kwamba ni kwa namna gani anaweza akabeba mimba kwa uwezo wa Mungu. Akawa hilo jambo lilimchanganya. Na ni bahati nzuri maandiko yanasema kwamba kwa Mungu mambo yote yanawezekana. Sasa malaika Gabriel akaendelea kufanya conversation na Mariamu, akaenda kufanya majadiliano, akaendelea kumweleza namna gani itakavyokuwa. Mwishoni pale ule mstari wa 35 ndio anamwambia, baada kwamba Mariamu ameuliza neno hili linawezekanaje, maana mimi sijui mume. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Kitendo cha Roho Mtakatifu kuja juu ya Mariamu, pale utendaji kazi wa Roho Mtakatifu ulifanyika na mimba ile ikatungwa kwa uwezo wa Mungu. Kwa hiyo kutokana na mistari hii tunaona kanuni ya utendaji kazi wa Roho Mtakatifu kwamba anakuja juu yako. Kwa wakati wanafunzi wa Yesu wanapokea ahadi ile ambayo tuliona Mungu alikuwa ameisema tangu zamani katika Yoeli sura ya 2 na mstari wa 28, ilikuwa imetabiriwa. Lakini na Yesu naye alikuwa ameendelea kuambia wanafunzi wake na kuwasisitiza na kuwaandaa. Sasa wakati wanaipokea ile ahadi ya Baba, utaona Roho Mtakatifu alikuja juu yao. Lakini hali kadhalika na wakati wa Mariamu utaona Roho Mtakatifu alikuja juu yake. Na pale ndipo utendaji kazi wa Roho Mtakatifu ulianza. Utashangaa wanafunzi wa Yesu baada ya kupokea nguvu walianza kufanya kazi ya Mungu kwa ujasiri sana. Walisambaa wakaenda katika maeneo mbalimbali na injili ikaenea. Ndio maana mpaka leo injili imefika Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo kwa sababu ya kanuni hiyo, sasa tunaweza tukaziona hatua za utendaji kazi wa Roho Mtakatifu ndani ya mtu, kwamba inapita katika hatua gani na ni nini kinachotokea katika kila hatua mtu anapoifikia ya Roho Mtakatifu kutenda kazi katika maisha ya mtu. Hatua ya kwanza ya utendaji kazi wa Roho Mtakatifu katika maisha ya mtu, hatua ya kwanza ni ile tuliyoiona kwamba Roho Mtakatifu anakuja juu ya mtu. Hatua ya kwanza ili Roho Mtakatifu aanze kutenda kazi ndani yako, ili Roho Mtakatifu aanze kuoperate katika maisha yako, hatua ya kwanza lazima aje juu yako. Lazima aje juu yako. Ndio hatua ya kwanza. Anakuja juu yako. Hiyo ndiyo hatua ya kwanza. Kitu cha muhimu hapa ambacho nataka tukifanye, natamani ujue kwamba anapokuwa amekuja juu yako, Roho Mtakatifu anapokuja juu yako, ni vitu gani utakavyoviona kwenye maisha yako, au ni vitu gani utavihisi katika mwili wako. It is very important to understand, uelewe kwamba katika hatua hii ya kwanza ni nini kitakachoonekana, ni nini utakachokihisi, ni nini utakachokifeel katika maisha yako. Katika hatua hii ya kwanza, Roho Mtakatifu anapokuwa amekuja juu yako, unaanza kuhisi utofauti katika mazingira uliopo. Katika yale mazingira uliopo, Roho Mtakatifu anapokuwa amekuja juu yako, unaanza kuhisi mabadiliko fulani katika mazingira uliopo. Unaweza ukahisi hali
ya kulia fulani, lakini kulia huko si kwa uchungu ule wa kibinadamu, lakini ni kulia ambako ndani yake kuna furaha fulani. When you experience that kind of atmosphere, that means there is a plane of Holy Spirit within. Kuna uwepo wa Roho Mtakatifu umekuja juu yako, and Roho Mtakatifu anataka kufanya kazi, kuanza kuoperate ndani yako, so you can feel something like that. Unaweza ukahisi hali kama hiyo. Unahisi kama mtu ambaye anataka kulia, lakini si kwa uchungu, lakini kwa namna fulani ya furaha. Hiyo ni namna ya kwanza ambayo unaweza kuihisi Roho Mtakatifu anapokuwa amekuja juu yako. Namna ya pili ambayo unaweza ukahisi, au kitu cha pili ambacho unaweza ukakihisi, unaweza ukajihisi vizuri, ukahisi vizuri, yani ukaanza kujisikia vizuri ndani yako. Wakati mwingine ulikuwa katika hali si nzuri, wakati mwingine ulikuwa umeumizwa na jambo fulani, lilikuwa limetokea jambo fulani limekuumiza kabisa, and you were totally disappointed. Lakini Roho Mtakatifu akija juu yako unaanza kujihisi vizuri. Na ndio maana watu wa Mungu tunatakiwa mara zote tunapokuwa tumekabiliwa na mambo magumu, jambo ambalo tunapaswa kulifanya kwa bidii kubwa ni kuomba Mungu. Kwa sababu when you pray, unapoomba Roho Mtakatifu akaja juu yako, hata kama ulikuwa katika hali ambayo sio nzuri, ulikuwa unajisikia vibaya, utaanza kujisikia vizuri. That is ni kitu ambacho kinatokea Roho Mtakatifu anapokuwa amekuja juu yako. Lakini wakati mwingine unaweza ukawa umekaa mahali fulani, whether unatafakari neno la Mungu au unafanya shughuli zako au uko kwenye ibada kama hivi, ukaanza kuhisi kama kuna moto unapita kwenye mifupa yako, kwenye mwili wako kuna hali fulani kama moto unapita ndani mwako. That is a sign of Holy Spirit upon you. Hiyo ni ishara. Hiyo ni ishara kwamba Roho Mtakatifu yuko juu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini wakati mwingine sasa inaweza katokea kama ilivyotokea kwa wanafunzi wa Yesu katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 na wa 2. Inaweza katokea kama vile ukaanza kunena kwa lugha. Tuangalie Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 3. Hivi ndivyo ilivyotokea. Hiki ndicho kilichotokea kwa wanafunzi wa Yesu. Roho Mtakatifu aliposhuka juu yao. Kumbuka hii ilikuwa ni hatua ya kwanza ya Roho Mtakatifu kuanza kutenda kazi katika maisha ya wanafunzi wa Yesu. Alikuja juu yao. Sikia maandiko yanavyosema. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, maana siku ya 50 baada ya Yesu kufufuka. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Ukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia juu yao. Wote wakaanza, mstari wa 4, wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. This thing happened. Jambo hili lilitokea kule Yerusalemu. Jambo hili lilitokea mwaka wa 33 baada ya Yesu kuzaliwa duniani. Jambo hili lilitokea. Na ilikuwa ni siku ya 50 tangu Yesu amefufuka. Na ilikuwa ni siku 10 zimepita tangu Yesu amepaa kurudi mbinguni. Sasa wanafunzi wake walikuwa wameketi mahali pamoja. Wameketi pamoja. Wanafunzi wale Yesu alikuwa amewaacha 11 wale. Sasa walipokuwa wameketi pale, ikatimia ile siku na saa ambayo ule unabii wa Yoeli unatimia, na ile ahadi ambayo Mungu alikuwa ameiacha kupitia Yesu Kristo ikatimia, kwamba nanyi mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Ikatimia sasa. Wakati walipokuwa wameketi mahali pamoja, kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo kenda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Ghafla watu waliokuwa wakitazama wakaona juu ya vichwa vyao wale wanafunzi wa Yesu ni kama kuna ndimi za moto. Unajua ndimi za moto? Manake kama moto fulani unawaka. Sio ule moto wa makaa, moto ule unawaka. Kama uko juu ya vichwa vyao.
Na walipokuwa kitazama jambo kama hilo likitokea, wakaanza kusikia wale wanafunzi wa Yesu wanaanza kunena kwa lugha tofauti na vile walivyokuwa wamezoea kusikia wakiongea. Haleluya! Na hii ndio hatua ya kwanza, Roho Mtakatifu kuanza kufanya kazi au kuoperate ndani ya mtu. Roho Mtakatifu alikuja juu yao. Alipokuja juu yao, ile nguvu iliposhuka juu yao, ghafla ndio mambo haya yakaanza kuonekana. Watu mbalimbali, watu kutoka mataifa mbalimbali, maandiko yanasema watu kutoka mataifa mbalimbali chini ya mbingu wakaanza kusikia. Kila mtu anasikia wananena kwa lugha ya kwake. Hawa walikuwa ni Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa ni Wayahudi, lakini wakaanza kuzungumza lugha mbalimbali. Waarabu wakaanza kusikia Kiarabu kinanenwa pale. Watu kutoka Fargia wakaanza kusikia lugha yao inanenwa pale. Watu mbalimbali wakawa wanasikia lugha ya kwao, lugha ambazo walizaliwa nazo. Wakaanza kusikia wale wanafunzi wanazinena. Haleluya! Lakini si kwamba ile ilikuwa ni lugha yao ya asili. Ilikuwa sio lugha yao ya asili, lakini ni uwezo waliopokea baada ya Roho Mtakatifu kushuka juu yao. And this happened, jambo hili lilitokea ili kwamba mataifa yote waliokuwa wamekusanyika pale Yerusalemu siku ile, maana ilikuwa ni sikukuu, waweze kusikia matendo makuu ya Mungu yakinenwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mwishoni hapa katika mstari nimesoma, unawasikia wale watu wanashuhudia, wanasema, angalia, tunawasikia watu hawa wakinena kwa lugha yetu tuliozaliwa nayo matendo makuu ya Mungu. Jambo hilo liliwashangaza. Sasa wengine wakaanza kusema, inawezekana watu hawa wamelewa. Ukilewa pombe, kama hujui Kiingereza, hautaongea Kiingereza sahihi. Utaongea Kiingereza kisichoeleweka. Kwa hiyo pombe haiwezi kumfanya mtu azungumze lugha ambayo haijui. Anaweza akazungumza vitu ambavyo havieleweki, ni kweli, lakini hawezi kuongea lugha ambayo haifahamu. Kuzungumza lugha usioifahamu ni lazima ujifunze lugha hiyo. Haleluya! Na kama sio kujifunza, basi itokee kama ilivyotokea kwa hawa wanafunzi, upokee nguvu ya kukusaidia kuzungumza. And always, sometimes it happens someone who has filled with the Holy Spirit to speak in tongues. Inatokea mtu ambaye amemwamini Kristo, akajazwa Roho Mtakatifu, na ukamsikia anazungumza lugha ambayo sio ya kwake. Na sometimes anazungumza kwa lugha ya mbinguni. Inatokea mtu anapokuwa katika maombi, akiwa amejazwa nguvu za Roho Mtakatifu, unasikia ananena kwa lugha nyingine. Hayo ni matokeo ya Pentekoste. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa kutokea hapo ndio tunaona hatua ya kwanza ya utendaji kazi wa Roho Mtakatifu, kwamba Roho Mtakatifu anakuja juu yako. You have to pray. Lazima ufanye maombi maalum. Kama Roho Mtakatifu hajaanza kufanya kazi ndani yako, unanisikiliza leo, halafu Roho Mtakatifu hafanyi kazi ndani, unatakiwa uombe maombi maalum, kwa sababu hiki ni kipawa cha Mungu. Unapoomba, Mungu anasema kila ombaye hupewa. Maandiko yanasema kila ombaye hupewa. So if you need to receive this power of the Spirit, you can pray. Unaweza ukaomba na Mungu atakujaza. Mungu atakupa kipawa hiki cha Roho Mtakatifu, maana ni ahadi ya Mungu. Maandiko yanasema hata itakuwa katika siku za mwisho nitamimina Roho yangu juu ya wote wenye mwili. Sasa hii ni ahadi ya Mungu. Kwa hiyo unaweza kaomba na Mungu akaitimiza ahadi hii kwenye maisha yako. Iko raha. Iko raha kuwa mtu uliokoka, halafu unanena. Kuna raha yake. Unakuwa kwenye maombi, unaanza kunena hii. Unaanza kunena kwa lugha. Na unapokuwa unanena kwa lugha, siri yake, mashetani hayawezi kujua nini unachozungumza. That's why it is very important to speak in tongues when you are praying. Ni muhimu sana. Unaomba, unanena kwa lugha. Hata mashetani yanabaki dilema, hayajui nini huyu mtu anaomba. Unaomba, unanena kwa lugha. Kwa hiyo hatua ya kwanza ya utendaji kazi wa Roho Mtakatifu katika maisha ya mtu ni Roho Mtakatifu kuja juu ya mtu. Hatua ya pili sasa ya utendaji kazi wa Roho Mtakatifu katika maisha ya mtu. Hatua ya pili ni Roho Mtakatifu kuishi ndani ya mtu. Roho Mtakatifu kuishi ndani yako. This is the second step of
Holy Spirit to operate in your life. He must live in you. Anatakiwa aishi ndani yako. Aishi ndani yako. Aishi ndani yako. Hii ni hatua ya pili. Sasa hatua hii ya pili ni lazima ile hatua ya kwanza imefanyika. Umeipitia hatua ile ya kwanza, amekuja juu yako, sasa nafika hatua anaishi ndani yako. Lakini sasa katika hii hatua ya pili kuna vitu ni lazima uwe umevifanya ndio Roho Mtakatifu atende kazi ndani yako kwa kiwango hiki cha kuishi ndani yako.